Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji wa channel hii, jina langu naitwa Lameki Machimbia Kanyala. Napatikana katika mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega, kijiji cha Idala, kitongoji cha Ikonokero, kata ya Uchama. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti au pastor. Ni mtumishi wa Mungu ambaye katika milango mitano ya fahamu mmoja tayari umeshapotea, ambao ni mlango wa macho. Maana yake ni moja ya mtumishi asiona. Ninamshukuru Mungu ambaye aliyenijua, akaniita, akanichagua na kunihesabia haki mbele zake ili nimtumikie. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana katika maisha yangu baada ya kumkiri Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Na ninashukuru Mungu kwa kibali hiki ambacho siku ya leo amekitoa tunapokwenda kumaliza huu mwezi wa 5 na kuingia mwezi wa 6. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, maana ni kibali kizuri sana ambacho tayari nitaonekana sehemu mbalimbali na nalitangaza neno la Mungu kama jinsi Kristo alivyoniita. Bila kupoteza wakati, naomba tuangalie ujumbe wa neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania, ile sura ya 12, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Ni mistari mitatu. Kichwa cha somo kinasema kwamba mtafakari Kristo ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili yako. Mtafakari Kristo ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili yako. Nitasoma kama jinsi ilivyoandikwa. Basi sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito wa dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa 2. Tukimtazamia Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, watu wa Mungu, hili ni neno ambalo linatufundisha sisi watu wote ambao tuliookoka na wale ambao Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Maana kusudi la Mungu kumtoa Yesu Kristo ni kukomboa ulimwengu wote. Kwa hiyo hakuja huyu Yesu kwa ajili ya mtu mmoja, bali alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Neno linasema ya kwamba basi sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tupige mbio. Natumia neno linasema tupige mbio, sio mbio zile za kukimbia. Anaposema tupige mbio, mbio zenyewe zinazozungumziwa hapa, kwa wewe ambaye ulieokoka na kumkiri Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, tayari wewe ni mshirika wa Kristo, upige mbio. Yani mbio zenyewe zinazozungumzwa hapa ni maombi. Piga mbio kwa kumuomba Mungu ili uweze kuacha ule mzigo ukuzingayo, unaokuzingira. Manake kila mmoja hapa tulikuwa na mizigo. Ndio maana Yesu, sauti ya Yesu kwa upole ya unyenyekevu inasema kwamba njooni ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kila mmoja tulikuwa na mizigo. Sasa ile mizigo iliyokuwa imetuzinga tayari tumekwisha kuiacha. Sasa hapa anatuambia tupige mbio kwa saburi
Saburi maana yake ni subira. Yaani tupige mbio kwa subira. Kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ndugu yangu mtazamaji na msafiri mwenzangu ambaye tunaotazamia safari ambayo tunayoielekea kwenda mahali baba yetu alipo na sisi tupate kuwepo. Kuna mashindano yaliyopo mbele yetu na mashindano yetu menyewe. Ukisoma pale Wagalatia ile sura ya 5 mstari ule wa kwanza anasema kwamba basi enendeni katika roho, maana kama hamtazitimiza tamaa za mwili. Huu mwili na roho zinashindana. Sasa ni yale mashindano ambayo nayo yazungumzia, manake roho na mwili zinashindana. Mwili unaitafuta roho na roho inautafuta mwili. Hasa endapo mwili ukishindwa, tayari umeingia katika yale mashindano yale mazuri ya kwenda kwa Kristo. Lakini roho ikishindwa, tayari ile hukumu ambayo iliyonenwa umeingia kwenye ile hukumu. Sasa anatuambia kwamba tukimtazamia Yesu mwenye kuanzisha, yani huo mstari wa pili, tukimtazamia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Huyu Yesu ambaye aliyekufa msalabani kwa ajili yetu, aliustahimili msalaba, akaacha pamoja na aibu yake yote aliacha. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa mtazamaji, nikuambie kwamba kwa kipindi hiki tulicho nacho, ndugu yangu, ni kipindi cha hatari. Ni kipindi cha kujiangalia sana. Ni kipindi cha kujitathmini. Ni kipindi cha kujikagua. Usimame imara katika Bwana, na uimara wako kama jinsi neno lilivyotuambia, upige mbio kwa saburi, yani kwa subira. Piga mbio, yani muombe Mungu. Uwe mtu muombaji. Mimi najikita siku zote katika maombi. Ujumbe wangu wote sana ni katika maombi. Piga mbio ni maombi. Mbio zako ni maombi. Piga magoti kimuomba Mungu, ukimlilia Mungu. Tunamkumbuka Danieli. Danieli aliweza kushinda kwa namna gani? Kwa njia ya maombi. Alipotupwa kwenye tundu la simba, alikesha usiku kucha kimuomba Mungu, na Mungu aliweza kumwagizia malaika wake wakayashika makano ya simba. Ndio maana hakupata dhara lolote, kwa kuwa alikuwa mtu muombaji, na aliomba mara 3 kwa siku. Baada ya ile marufuku ilipopigwa na kuwekewa mihuri, asiombe mtu kwa dua yoyote. Lakini Danieli hakuweza kuogopa wala kutetereka kwa jambo lolote, bali aliingia chumbani akajifungia, lakini madirisha ya nyumba yake yalikuwa wazi yakiukabili mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni maombi. Piga mbio kwa saburi ukimuomba Mungu. Anasema mstari wa 3, maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Mtu wa Mungu, usije ukakutana na kitu ambacho cha kukatisha tamaa katika mashindano tulionayo. Na ni kweli safari ya kwenda mbinguni ni safari ngumu, inahitaji uvumilivu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, naomba vumilia katika magumu yote yanayokukumba. Naomba uwe mvumilivu. Vumilia katika yote, na Mungu yuko pamoja na wewe, wala hata kuacha. Naomba niongeze andiko la mwisho katika waraka wa Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema kwamba, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Ndugu mtazamaji wa channel hii, ninakuomba ndugu yangu, wokovu umefananishwa na mkulima. Mkulima analima mazao yake kwa gharama kubwa, lakini hajui atakutana na nini. Anakutana na jua, lakini usifikiri kwamba mkulima mazao yake yakipigwa na jua, msimu utakapofika atakuwa amekata tamaa. Hapana, tena atajipanga kwa gharama kubwa zaidi. Na ndivyo ilivyo hata wokovu tuliopewa. Jinsi Yesu Kristo
alivyo ustahimili msalaba wake, akaiacha aibu yake, akaacha enzi yake yote. Na wewe mtu wa Mungu uliyeokoka, naomba uwe mvumilivu kama jinsi Yesu Kristo alivyovumilia. Mkulima anavumilia, anatumia gharama nyingi, jua linawaka linapiga mazao yake yote, lakini msimu utakapofika atatumia gharama kubwa zaidi tofauti na zile ambazo alizotumia. Tayari anaanza upya tena kwa gharama nyingi, kuanzia mwezi wa 9 maandalizi mpaka kununua mbegu, analima, anapanda, anaweka palizi, hatimaye ipo siku Mungu anamfanikisha. Mtu wa Mungu, vumilia, usichoke wala usikate tamaa. Mungu yuko pamoja na wewe. Najua kabisa yapo mambo magumu ambayo yanayokukatisha tamaa, lakini ni magoti, muombe Mungu. Piga mbio kwa saburi. Yesu yuko pamoja na wewe na wala hata kuacha. Kwa neno hili na Mungu akubariki. Ninakushukuru Mungu na kulibariki jina lako. Ninalitukuza jina lako Baba na kuliinua. Angalia Bwana Yesu Kristo, ni muda ambao umenipa nafasi ya kuongea na mtazamaji. Naomba Yesu Kristo uwe pamoja naye. Naomba umpe roho ya uvumilivu, umpe moyo wa ustahimilivu, umpe moyo wa kuweza kustahimili magumu yote anayokutana nayo katika safari alionayo ya kwenda mbinguni. Naomba Yesu umsaidie, umtetee Baba. Naomba umfunike utukufu wako Baba na umlinde kama jinsi ahadi yako Baba kupitia kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3. Neno lako Baba linasema nitakulinda hata utoka katika saa ya kujaribiwa. Hivyo Baba nakuhitaji uwe pamoja nasi. Walinde watumishi wako wote, walinde watakatifu wako wote, watoke katika saa ambayo iko tayari kuujilia ulimwengu, yani ya kujaribiwa. Hatimaye Baba tukuone wewe. Taraja letu Bwana Yesu Kristo, tukuone wewe Baba. Wabariki watumishi wako Baba, wabariki watu wako wote. Najua wanakutana na mambo mengi, wanakutana na magonjwa mengi yanayowakatisha tamaa, lakini wewe Yesu naomba wasaidie, uwatetee Baba kama jinsi Mungu ulivyovumilia wewe. Nasi Baba tupe roho ya uvumilivu, maana Yesu ulisema ya kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Tunahitaji Baba utupe moyo wa uvumilivu katika mashindano haya tulio nayo. Sifa na utukufu Baba ninakurudishia kwa Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu. Amina. Kwa jina naitwa Lameck Machibya Kanyala. Namba za simu Tanzania na Airtel nina 07 82 22 38 65. Vodacom 07 58 01 76 18. Zote ziko hewani masaa 24. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.